Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuze yale yaliyojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sada Nasoro, nitakusomea habari za kitaifa na habari za biashara zitasomwa na Nezi ya Masinde. Habari za kimataifa zitaletwa kwako na Roman Shirima. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Ikulu Chamwino yapokea baraka ya mtoto baada ya Rais Samia kumwasili. Wanahabari wamlilia bosi wa EFM na TVE Dennis Busulwa maarufu kama Sebo. Katika biashara, wanawake wahamasishwa kujenga utamaduni wa akiba na uwekezaji. Na katika habari za kimataifa, mtoto wa Mugabe akabiliwa na sakata la jaribio la mauaji Afrika ya Kusini. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amemwasili mtoto mchanga wa kike Machi 11 katika makazi yake Ikulu Chamwino mkoani Dodoma. Mtoto huyo aliyepewa jina la Grace Samia Suluhu Hassan ametelekezwa mjini Nzega mkoani Tabora na amekabidhiwa kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na mkuu wa wilaya Nzega Naitapwaki Tukai. Akizungumza wakati wa kumkabidhi mtoto huyo, mkuu wa wilaya ya Tukai amesema mtoto huyo ameokotwa Januari 17 mwaka huu akiwa ametelekezwa katika eneo jirani na nyumba ya wageni ya Kasulu Nzega mjini. Ameeleza kuwa baada ya kupokea taarifa hizo alishirikiana na jeshi la polisi kumchukua mtoto huyo na kumpeleka hospitalini kwa uchunguzi na uangalizi, huku juhudi za kumtafuta mama yake zikiendelea bila mafanikio. Rais Dr. Samia amemkaribisha mtoto huyo katika familia yake na kuahidi kumpatia malezi, ulinzi na huduma zote muhimu ili akuwe katika mazingira salama na yenye upendo. Kufuatia kifo cha aliyekuwa mkurugenzi wa uendeshaji na biashara wa kituo cha habari cha EFM na TVE Dennis Busulwa maarufu kama Sebo kilichotokea usiku wa kuamkia leo, wanahabari, viongozi na wadau mbalimbali wa tasnia ya habari nchini wameendelea kumlilia kutokana na mchango wake mkubwa katika tasnia hiyo nchini Tanzania. Mwandishi wetu Goodluck Msola anayo taarifa zaidi. Akitangaza kifo cha Sebo ambaye alikuwa miongoni mwa viongozi na wafanyakazi wa mwanzo wakati vituo vya EFM na TVE vilipoanzishwa, mkurugenzi wa EFM na TVE Francis Siza maarufu kama Majizo kupitia ukurasa wake wa Instagram amesema marehemu Sebo amefariki dunia katika hospitali ya taifa Muhimbili ambapo alipelekwa kwa ajili ya kupata matibabu baada ya kuugua ghafla. EFM na TVE imepata nafasi ya kuzungumza na meneja programu wa kituo hicho Dickson Ponela maarufu kama Dizo, ambaye amesema Sebo alipata maradhi ghafla na kukimbizwa katika hospitali ya Kitengule kabla hali yake kubadilika na kuhamishiwa katika hospitali ya taifa Muhimbili ambako alifariki dunia majira saa 7 usiku wa kuamkia siku ya Jumatano. Sebo alipata maradhi ya ghafla majira ya saa 3 usiku hapo jana na kufanya jitihada za kumkimbiza hospitali, ambapo tulimpeleka hospitali ya Kitengule na kupata matibabu ya awali, ambayo mara baada ya kupata huduma pale tulipata maoni ya kumpeleka katika hospitali ya rufaa ya taifa ya Muhimbili ili kuweza kupata matibabu zaidi kutokana na changamoto ambazo zilikuwa zinamkabili. Sebo alifika Muhimbili majira ya saa 5 na kuendelea kupata huduma ya kiafya kutokana na tatizo kwa likimkabili, na ilipofika majira ya saa 7 usiku Sebo alifariki dunia kutokana na matatizo yalikuwa yakimkuta. Sebo atakumbukwa sana kwa mengi kupitia EFM na TVE kutokana na mchango wake mkubwa toka ajiunge katika kituo chetu mnamo mwaka 2014. Sebo ni kati ya waasisi wakubwa wa kituo chetu. Alishiriki katika maeneo mengi sana kukikuza kituo, katika kuwezesha, katika kukuza na kuendeleza vipaji na tamaduni mbalimbali ambazo tulikuwa tukizifanya pale EFM na TVE. Mbali kuzungumza na viongozi wa EFM na TVE, pia tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wafanyakazi waliowahi kufanya kazi pamoja na marehemu Sebo, ambapo miongoni mwao ni Ibrahim Masudi maarufu kama Maestro, mmoja wa wafanyakazi waandamizi wa kituo hicho, ambaye amesema mchango wa Sebo utakumbukwa hasa katika tasnia ya habari za michezo pamoja na misimamo yake ambayo ilisaidia kujenga kituo cha habari cha EFM na TVE. Sasa wakati tunahangaika ni nani afanye, alikuwa ni expert wa hizo kazi. Kwa hiyo akiingia alikuwa anatoa mchango wake. When it come to issue ya tennis, mnamuita, mtamuuliza maswali ya tennis, atazungumzia kuhusu tennis mpaka watu wamejua tennis ndani.
Yani watu ndani, analyst wamejua tennis. Leo unaweza kusikiza sports HQ, unasikiza watu wanatoa stories za tennis na kuzungumza jinsi mechi zilivyokuwa na kila kitu. Lakini second issue ya rugby, watu walikuwa wasikii, watu walikuwa hawajui, hawezi kuzungumza, watu walikuwa wanazungumza rugby, basketball, boxing. Kwa hivyo mchango mkubwa ni kuingiza michezo ambayo asilimia kubwa katika media industry nyingine iko imesaulika. Kwa mujibu wa uongozi wa EFM na TVE, taratibu za mazishi ikiwemo zoezi la kumuaga Mariam Sebo bado zinaendelea kupangwa kwa kushirikiana na familia, na pindi zitakapokamilika taarifa rasmi itatolewa. Mariam Sebo atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa katika tasnia ya habari hapa nchini, ambapo amewahi kufanya kazi katika vituo mbalimbali vya habari nchini kabla ya kujiunga na EFM mwaka 2014 kama mtangazaji na baadaye kushika nyadhifa mbalimbali za uongozi kwa kipindi cha takriban miaka 12 hadi kufariki dunia. Mwenyezi Mungu aipumzishe roho ya Mariam Sebo mahala pema peponi. Amina. Wadau na watetezi wa haki za binadamu wameshauri kufanyika kwa mapitio kwa baadhi ya vifungu vya sheria vinavyoendesha vyombo vya habari nchini, matumizi ya kimtandao ya kidigitali pamoja na ushiriki wa kisiasa kwa lengo la kuhakikisha vinaendana kikamilifu na viwango vya kimataifa katika haki za binadamu kwa kuchangia kujenga mazingira huru na wezeshi kwa shughuli za kiraia. Kutoka Morogoro, Shukuru Materu na taarifa zaidi. Hayo yameelezwa na wadau wa watetezi wa haki za binadamu ikiwemo Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu walipokutana mjini Morogoro katika kikao cha tathmini ya hali ya utekelezaji wa haki za kibinadamu nchini. Tumependekeza kufanyika kwa mapitio ya baadhi ya vifungu vya sheria vinavyohusu vyombo vya habari, matumizi ya mitandao ya kidijitali pamoja na ushiriki wa kisiasa ili kuhakikisha kuwa vinaendana kikamilifu na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu na vinachangia katika kujenga mazingira huru na wezeshi kwa shughuli za kiraia. Aidha, ripoti inaangazia umuhimu wa kuimarisha ulinzi wa haki za msingi katika mfumo wa haki jinai. Tumebainisha changamoto zinazohusiana na ucheleweshaji wa kesi, hususan kwa watu walioko rumande kwa muda mrefu bila kusikilizwa kwa kesi zao, pamoja na matumizi ya makosa yasiyodhaminika katika baadhi ya mazingira. Tunayo furaha kubwa sana kwa zoezi hili kufunguliwa rasmi nawe mgeni rasmi, na ni imani yetu kuwa ushiriki wa wizara unaendeleza fursa thabiti ya kuhakikisha kwa ujumla wetu tunasimama kama taifa ili kuhakikisha kuwa maisha ya wananchi yanaboreshwa kwa kupitia mchakato huu, hasa kuboresha na kuimarisha ulinzi wa haki za binadamu. Tunatoa pongezi nyingi sana kwa serikali yetu kwa hatua zifuatazo: kupungua kwa ukatili dhidi ya watoto kwa 26.5%, japokuwa tunasikia pia kwamba na ripoti zinazoendelea kuletwa ya matukio mengi ambazo tutakuja kusikia huko mbeleni, ripoti rasmi. Kuimarika kwa usajili wa vizazi na mifumo ya ulinzi wa mtoto. Akizungumza kwa niaba ya Waziri wa Katiba na Sheria, mwakilishi kutoka wizara hiyo amesema serikali itaendelea kushirikiana na wadau wa asasi za kiraia katika kukuza na kulinda haki za binadamu. Mapendekezo ambayo serikali ilikubali kuyatekeleza ni yale ambayo yanaendana na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Sera, sheria, mikakati na mipango ya maendeleo ya nchi. Mapendekezo haya ni pamoja na kushirikiana na vyombo vya kimataifa na kikanda vya haki za binadamu, kutekeleza dira ya maendeleo ya malengo endelevu ya dunia ya mwaka 2030. Shukuru Materu, TVE, Morogoro. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameishukuru serikali ya Oman kwa kuendelea na misaada yake ya maendeleo kwa Zanzibar. Taarifa hii inasomwa na Goodluck Msola. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo Machi 10 katika hafla ya iftari iliyoandaliwa na balozi mdogo wa Omani hapa nchini Tanzania, Balozi Saidi Salim Al Snawi, iliyofanyika katika hoteli ya Golden Tulip, uwanja wa ndege, mkoa wa Mjini Magharibi. Alhaji Rais Dr. Mwinyi ameeleza kuwa Oman imeendelea kuwa na uhusiano mwema wa kindugu na Zanzibar na misaada inayoendelea kutoa katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, utalii, urithi wa mji mkongwe
na utamaduni imekuwa nyenzo muhimu katika maendeleo ya Zanzibar na kuihakikishia nchi hiyo ushirikiano wa kudumu. Nichukue fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Balozi kwa jitihada zake katika mambo ya kuisaidia Zanzibar katika nyanja mbalimbali. Tumepata misaada mingi kutoka serikali ya Oman kwenye sekta ya elimu, kwenye sekta ya afya, kwenye sekta ya heritage na kwenye sekta kadha wa kadha, jambo ambalo tunashukuru sana. Kupitia kwako Mheshimiwa Balozi, tufikishie salamu zetu za shukrani kwa serikali ya Oman kwa kazi kubwa nzuri mnayoifanya, na kwa kweli tunathamini sana mchango wenu. Aidha, Rais Dr. Mwinyi amewaomba waumini wa dini ya Kiislamu na wananchi wote kwa ujumla kuendelea kuiombea nchi na dunia na ili kujiepusha na majanga mbalimbali pamoja na mifarakano miongoni mwa mataifa. Kwa hivyo tumshukuru mwenyeji wetu kwa kutuwezesha tukutane baada ya muda mrefu, na hii inajenga mapenzi kama alivyosema Mheshimiwa Balozi. Sina zaidi, tutakiane siku njema na tumuombe Mwenyezi Mungu kwamba aturudishe katika amani tuliyokuwa nayo nchini mwetu, lakini na duniani ipatikane amani. Maana hali sasa hivi kama sote tunapojua yanayotokea upande huo wa Middle East yanaathiri sio wao tu, mpaka huku kwetu dunia nzima inaathirika kwa mambo haya. Kwa hivyo tuendeleze dua za kumwomba Mwenyezi Mungu atupe amani katika dunia. Naye Balozi Saidi Salim Ali Sinawi amehakikishia Zanzibar kuwa Oman itaendelea kuwa mshirika muhimu kwa maendeleo ya Zanzibar na kumpongeza Rais Dr. Mwinyi kwa uongozi wake ambao umeleta maendeleo makubwa pamoja na kuahidi kuendelea kuleta misaada katika sekta ya utalii, elimu, uchumi wa buluu na urithi wa mji mkongwe pamoja na utamaduni. Oman na Zanzibar ni ndugu. Kwa hiyo serikali ya Oman itaendelea kushirikiana na serikali ya Zanzibar katika mambo mbalimbali ya maendeleo katika sekta mbalimbali kama vile utalii, utamaduni, afya, elimu, huduma za kijamii na kadhalika, ile kuunga mkono juhudi kubwa za serikali yako unayoongoza. Mheshimiwa Rais, kutokana na uongozi wako bora kabisa na serikali yako tumeshuhudia maendeleo makubwa sana katika utawala wako katika kipindi kifupi. Tunashukuru kwa mashirikiano yenu. Kwa hakika hata kazi zetu zinafanyika vizuri sana. Allah atupe kila la kheri. Wananchi mkoani Katavi wamejipanga kuwasilisha kero zao kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba pindi atakapofika mkoani Katavi kwa ajili ya ukaguzi wa miradi mbalimbali na maendeleo na kusikiliza kero za wananchi. Taarifa hii ya Neema Hussein kutoka Katavi. Baadhi ya wananchi waliozungumzia ujio huo wamesema matarajio yao kwa Waziri Mkuu itakuwa ni fursa ya kuwasilisha changamoto zinazowakabili ikiwemo hali ya miundombinu ya barabara, kupunguzwa kwa ushuru wa mazao pamoja na gharama za matibabu katika hospitali ya rufaa mkoa wa Katavi. Angalia miundombinu ya mitaro, barabara, kwa sababu kwa vijijini watu wanahangaika sana barabara. Sasa barabara Kalema, Kigoma, watu wanahangaika mpaka saizi gari zetu za Kigoma hazijafika. Wakati huo sio kawaida. Kigoma hapa ni masaa 5 hadi 6. Lakini mpaka sasa gari hazijafika. Watu wanalala njiani. Waziri Mkuu atakapofika mkoani petu hapa atutatulie changamoto ya ushuru getini, atupunguzie ushuru. Ushuru umekuwa bei kubwa sana. Gunia la mpunga tukilitoa shambani kulileta mjini hapa inagharimu 2500 kwa kila gunia moja. Kwa hiyo tunaomba atakapofika hapa Waziri Mkuu aweze kuongea na halmashauri husika atupunguzie angalau iwe hata 1000 kwa kila gunia moja. Tuliambiwa kwa tutapata mikopo kwa urahisi, lakini mpaka leo mnajiunga kwenye vikundi lakini mikopo haitoki. Hospitali kule ya rufaa, yaani imekuwa ni kama vile sio ya kutusaidia, ni ya kutukandamiza. Kuliko kumlaza mgonjwa kule wiki, ni bora akafie nyumbani kwa sababu mahitaji yanayotakiwa kule ni makubwa sana. Akija atuzingatie kwenye hilo hasa sisi wa barabarani, maana ajali ni muda wowote. Mambo yanakuwa ni mengi. Umeona? Kenda hospitali ya wilaya wanakusukumia kule nani hospitali ya ya rufaa. Ukifika rufaa
yani rufaa bora ukakae nyumbani. Kwa sababu bora nife tu. Umeona kama vile mwapelekea sasa ulaje sasa. Paka kuna wakati mwingine tunasema basi hii changamoto ya rufaa bora tena isingekuja rufaa kwa sababu rufaa imekuja kwa ajili ya kutuokoa sisi. Lakini inakuja kutuharibia tena sisi. Akitoa taarifa ya ujio wa kiongozi huyo kwa waandishi wa habari, mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Prindoko amesema waziri anatarajiwa kuwasili mkoani Katavi Machi 12 na kuanza ziara yake rasmi Machi 13 hadi 16 ambapo atazindua na kuweka mawe ya msingi katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atafanya ziara katika mkoa wetu wa Katavi kuanzia tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2026 mpaka tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2026. Tunatarajia kumpokea tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2026 na baada ya hapo itakuwa shughuli za ndani za kiutawala, na tarehe 13 ataanza ziara rasmi katika halmashauri zetu mbalimbali. Atakagua miradi, ataweka mawe ya msingi na miradi mingine itakuwa ni ya kuzinduliwa. Aidha, Mrindoko amesema waziri huyo atafanya mikutano ya hadhara yenye lengo la kusikiliza kero za wananchi. Hivyo amewataka wananchi kujitokeza kwa wingi katika mikutano hiyo itakayofanyika katika halmashauri zote za mkoa wa Katavi. Wananchi zaidi ya 10,000 wakazi wa kata ya Mkabala wilayani Muheza wanatarajiwa kuanza kunufaika na huduma za mawasiliano baada ya kukosa huduma hiyo kwa kipindi kirefu kufuatia kukosekana kwa mnara mawasiliano katika eneo hilo. Tujiunge naye Goodluck Msola kwa taarifa zaidi. Akizungumza kwa niaba ya wananchi hao, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa kata Mkabala Nurhaji Mohamed amesema ujio wa huduma za mawasiliano baada ya kampuni ya Airtel kukamilisha ujenzi wa mnara huo umewezesha wananchi hao kupata mawasiliano ya uhakika, hivyo kunufaika kwa kupata fursa mbalimbali zikiwemo mawasiliano ambayo wameyakosa kwa kipindi kirefu. Lakini kwa leo tumefurahi sana kwa sababu leo hii tumefurahi vizuri sana kwa sababu hivi tunavyo walivyozindua au walivyodaniweka mtandao huu ni kwamba sasa hivi tutakuwa tunapata huduma kwa wepesi. Na alafu hata kiuchumi ni kwamba ili mtu aweze kufika malengo yake, basi ukimwezesha mawasiliano, basi huyo mtu umempandisha kiuchumi. Kwa hiyo kwa sasa tunasema kata ya Mkabala, kitongoji cha Masimani, eneo la Masuguru, kwa kweli tunasema kwamba tutakuwa kwenye mawasiliano umetuinua kiuchumi. Kwa upande wake, meneja biashara Airtel kanda ya Tanga na Sololaiza amesema hatua ya kujenga mnara huo ni sehemu ya utekelezaji wa mpango mkakati wa kusogeza huduma za mawasiliano hususan katika maeneo ya pembezoni katika maeneo mbalimbali ambayo hayana mtandao, ikiwa ni utekelezaji wa maagizo ya serikali. Na leo hii tuko hapa eneo la kwa Msuguri, kata ya kwa Mkabala, ambapo tumezindua saiti yetu ya Masimbani. Saiti hii imekadiriwa kukava zaidi ya watu 10,000 ambao watapata huduma zetu maeneo yote hayo. Hii ni katika jitihada zetu za kuongeza huduma za mawasiliano, kuhakikisha Watanzania wanaendelea kupata huduma nzuri za mawasiliano kutoka Airtel, lakini vile vile kuweza kupanua biashara zao kwa sababu mawasiliano ndo maisha. Nao baadhi ya wakazi wa Muheza wamesema ujio wa huduma za mawasiliano utawezesha kukuza biashara ya viungo kwa kuwa kwa sasa watakuwa na uhakika wa kupata mawasiliano na hivyo kuwasiliana na wanunuzi moja kwa moja na kuendelea kujiinua kiuchumi. Kwanza kabisa kwa kwetu ni mara yetu ya kwanza kufanywa kitu kama hiki, kuwekewa kitu kama hiki na kufanywa uzinduzi. Hii ni mara ya kwanza kuona, lakini kwa maelekezo na maelezo ya waliotuletea mnara huu wametuambia kwamba tutafaidika na vitu vingi ambavyo kwanza vingine tulikuwa hatupati. Kwanza mawasiliano kwetu yalikuwa ni madogo sana, hatupati mtandao vizuri. Lakini pia tunafaidika kwa sababu kama mawasiliano yatakuwa mazuri, itatusaidia sisi katika mambo yetu ya kibiashara. Kwa hiyo tunawashukuru kwa kuja kutuona na sisi watu wa Mkabala. Katibu wa NEC wa itikadi na uenezi wa mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Kinani Kihongosi amesema pendekezo la kutumia Kiswahili kufundishia wanafunzi kuanzia darasa la kwanza hadi chuo kikuu ni wazo zuri, na amesisitiza kuwa lugha hiyo ni tunu muhimu ya taifa ambayo Watanzania wanapaswa kujivunia. Taarifa ya Joel Maduka kutoka Sengerema, Mwanza inaeleza zaidi. Kiongozi ametoa kauli hiyo leo alipokuwa akizungumza na wanachama wa CCM katika tawi la namba 20 kata ya Mwabalui tawi la Kinyamwanza
wilayani Sengerema mkoani Mwanza kufuatia ombi la mwenyekiti wa balozi wa shina namba 20 kutaka lugha ya Kiswahili ipewe kipaumbele katika masomo kuanzia elimu ya msingi hadi chuo kikuu. Kwa sababu wanaosoma ni wanafunzi ambao ndio wanakuja kuwa wazalendo. Naamini kama watafundishwa kwa lugha mama kama ilivyo primary, hayupo mwanafunzi wa kupata 0. Na wataalamu watakaopatikana hapo watakuwa ni wataalamu wanatuhudumia sisi. Tukiangalia nchi nyingine duniani ambazo zinatumia lugha zao, Wafaransa, wa China na kadhalika, ndio wamesonga mbele. Swala la lugha ya Kiswahili kutumika kufundishia toka darasa la kwanza mpaka chuo kikuu ni jambo jema, na lugha yetu tunaithamini kwa sababu ni miongoni mwa tunu za taifa. Lakini duniani au dunia tuliopo, lugha kubwa ni Kiingereza, na lugha hiyo inatumika na nchi zote duniani. Sasa leo tukisema Kiswahili kitumike kote, mtoto akaenda kusomea udaktari India atafundishwa kwa lugha ya Kiingereza, jambo litakuwa ni lile lile. Aidha, baadhi ya mabalozi wamempongeza kiongozi kwa kufanya ziara ya kukutana nao katika ngazi ya chini kabisa ya chama, wakisema hatua hiyo ni tofauti na ilivyozoeleka kwa baadhi ya viongozi wengine waliokuja, lakini huyu ni wa mkubwa zaidi aliyokuja kwenye shina, ndio mara ya kwanza. Kwa kweli tunamshukuru sana na tuko imara na tupo makini na tunampongeza, tunamwambia karibu sana kwenye tawi letu, karibu sana Sengerema. Sasa hivi kutokana na hali iliyojitokeza hapa nyuma, watu walivunjika moyo, lakini kwa jambo hili ambalo kiongozi huyu amefika, ametutia moyo. Kwanza kama unavyoona hadhara hii iliyoko hapa, kuna wengine wamepokea kwa namna mshangao. Walizoea kuona kiongozi wa kitaifa anakuja kwenye maeneo ya wazi, center zile kubwa kubwa, lakini leo huyu amekuja kwenye shina, ofisi ya balozi, ambao balozi ofisi yake iko nyumbani, na ndio hapa tulipo ni eneo ambalo balozi ambaye ndio mwenyekiti wa shina ndipo alipo, na kiongozi huyu amefika. Katika ziara hiyo wilayani Sengerema, kiongozi pia ametembelea na kujionea maendeleo ya ujenzi wa chuo cha ufundi cha VETA kinachojengwa katika halmashauri ya Buchosa, pamoja na kuzungumza na wananchi katika viwanja vya Nyeunge wilayani Sengerema. Wanawake watumishi wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro NCAA katika muendelezo wa maadhimisho ya siku ya wanawake duniani wametembelea shule ya sekondari ya wasichana Ngorongoro na kutoa msaada wa vifaa mbalimbali kwa wanafunzi, ikiwa ni ishara ya kuunga mkono elimu ya mtoto wa kike na kuimarisha mshikamano miongoni mwa wanawake. Taarifa hii inasomwa studio na Muhammad Jamal. Akiongea kwa niaba ya kamishna wa uhifadhi, afisa uhifadhi mkuu Sara Lushu ameeleza kuwa vitu ambavyo mamlaka vinajumuisha vyakula, sabuni, vifaa vya kujifunzia, taulo za kike, vyombo vya kuogea, kupikia na kufulia na mahitaji mbalimbali mahususi kwa wanafunzi wanawake ili kuwaongezea tabasamu na kuonyesha nguvu ya mwanamke katika jamii. Kwa niaba ya mhifadhi mkuu wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro na management yake yote, wametutuma au wametuagiza kuitembelea shule hii kwa ajili ya kuwasalimia na kufanya nao matendo ya huruma. Kama mnavyofahamu jamani, kipindi hiki cha maadhimisho ya sikukuu za wanawake, mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro imeona isipite hivi hivi, ikaamua ifanye kitu kidogo kwa watoto wa kike. Kwa upande wake, makamu mkuu wa shule ya sekondari ya wasichana Ngorongoro, Vincent Tarmo, ameishukuru mamlaka hifadhi ya Ngorongoro kwa misaada aliyoitoa kwa wanafunzi wa shule hiyo. Niseme tunawashukuru sana kwa ajili ya hii zawadi ambayo umetupa leo. Ni zawadi ambayo kikweli inaenda kuwasaidia watoto wetu wa kike, sababu wana changamoto ndogo ambazo sisi tunaamini kwa hiki kidogo ambacho leo umetupatia kinaenda kuwasaidia katika mambo yao ya taaluma. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwashukuru sana, na sisi pia tuwaombe kwamba hizi shukrani zetu zimfikie mhifadhi mkuu, ili tunaomba pia ikiwezekana aendelee kutusaidia ili tuendelee kuboresha mazingira mazuri kwa ajili ya watoto wetu wa kike. Msaada huu unadhihirisha wazi kuwa wanawake ni watu wa kusaidiana na mchawi wa mwanamke sio mwanamke. Asante sana Muhammad Jamal kwa taarifa hiyo. Hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sada Nasor. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutaendelea na taarifa ya habari.